Yapa 13 inazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida. Wanaita bad guys. Twende sambamba zaidi. Hapa je, tunazungumzia nini? Twende sambamba zaidi. Iliyopita ilikuwa ni uuzaji. Lakini hapa tunazungumzia trap, yani mtego. Baada ya Sky waandishi habari kuweza kupata taarifa, zilirushwa kama ilivyokuwa maeneo ya Bangkuntian. Baada ya binti wanaweza kumuita Wichuda aliweza kutekwa na kuweza kusaidiwa. Hii iliweza kuwapa mwongozo watu wengi sana, kwa sababu licha ya mtu kuweza kuwa sio kwamba anahusika na masuala ya kuua tu, bali alikuwa akiweza kuuza viungo vya miili vya binadamu. Ndio maana alikuwa akiweza kuteka raia wengi sana. Na kitu ambacho waandishi habari wameweza kukutana nacho kiliweza kuwashangaza. Na pia wanataka kuweza kujua mtu anaweza kuhusika na hili swala la biashara kuweza kuuza viungo vya miili ya binadamu anatokea wapi. Hii ni kama advertise. Mabinti kadhaa waliweza kukamatwa, walitekwa vipi? So ni clip kadhaa wakawa wanajaribu kuweza kuzirusha kwenye mtandao. Hivi ndivyo walivyokuwa wakiweza kutekwa. Yaki baada ya kuweza kutekwa aliletwa hapa kwenye uwanja huu. Kaa chini. Lakini kuna gari inafika hapa. Alikuwa jela kwa muda. Na mtu anaweza kushuka ni mtu alishaweza kufanya naye kazi. Wanamuita Hem. Alishamsaidiaga. Sasa amekuwa ni mafia mkubwa. Huyu ndo anamuita Hem. Eyak. Eyak. Unajua wewe umekuwa ni kupiga kelele kila wakati eh? Hem. Anyway, sijajua kipi kilichoweza kufuata. Kuna mtu anahitaji kumtafuta. Sawa? Wateja wangu wengi wananifuata mimi wakisema kwamba kuna watu wanahitaji kuweza kuwatafuta, na wanajua kabisa kwamba mimi nina rekodi kubwa ya kuweza kupata watu mapema. Na na guarantee kwamba mtu huyo inawezekana kuweza kumtafuta conversation na kuweza kumpata. Jina lake ni mume, wanasema anaitwa Vikram. Ni mwanaume, ana miaka 35. Na pia ni askari. Askari? Sasa kama ni askari, hiyo inaweza kawa ni rahisi sana kuweza kumpata. Kama nikiweza kupiga simu moja kwa marafiki zangu, basi anawezekana kuweza kupatikana tu. Huyo ofisa yuko wapi? Yuko hapa. Sky ndio alikuja huku kutoa order. Lakini kabla hapo pia alishafanyaga jambo kama hilo kwa mtu mwingine. Unaweza kufanya hili? Alimpa mtu huyu pesa nyingi. Ni jambo analikumbuka la nyuma sasa. Nitafanya hivyo. Lakini baada ya kuweza kufanya hili swala, ina maana kwamba hutaweza kuniua mimi kama nikiweza kutambua kwamba wewe uliweza kumuua mtu. Nilikwambia kwamba sikumbuki chochote kwamba niliweza kumuua mtu, na kama ukiweza kupata ushahidi kwamba niliweza kuua watu, basi wewe ushahidi ufiche na ukimbie nao. Hiyo haitoshi. Inabidi uongeze zaidi.
baadhi ya mambo tu Sky alikuwa akijaribu kuweza kuyakumbuka. Alice hapa tuli. Oya wewe. Ikiwa unapenda kutembea sana, nenda kanunulie bia. Ase usi utani Spectre. Yake hajarudi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unahofia? Nenda na ukamkamate. Location yake si unaijua? Tatizo sio hilo. Kaondoka bila kuweza kusema chochote. Tunajua Resi ni sehemu gani alipoweza kwenda. Lakini Yaki hajasema neno lolote ni wapi alipoweza kuelekea. Ni tatizo. Je, kama akisababisha matatizo kwa alipo? Nitajumuika na ile swala. Una furaha? Usio na wasiwasi. Utapata cheo. Una maana gani? Na maanisha hivi. Hii timu najua unaichukia. Lakini kubaki kwako hapa una sababu. Kama vijana wakiendelea kuweza kufanya kazi nzuri, nafikiri uniformu yako itakuwa na ongezeko la nyota. Eza 1, 2 au 3. Mazo. Huu ni upuuzi. Yaki karudi. Yaani nimepotea kabisa. Nimeongea na roho. Lakini inaonekana kabisa roho hazikunipa nafasi, yani hazikunipa ruksa. Nikapotea. Umetoka kupigana? Wewe ni mpuuzi nini? Hiyo ni kazi yangu mimi. Nikiamua kumpiga mtoto, mnyama, mwanamke au mzee, ni mimi. GPS บอกว่านายอยู่แถวปทุม Maeneo ya Pathum ulikwenda kufanya nini? We mrembo. GPS niมันอาจจะมั่วก็ได้ไง Labda GPS yako ina matatizo kidogo. Anyway, nisharudi hapa. Kuna shida? จบโอเค ฉันถามว่านายไปไหนมา Kwa nini ulikwenda huko? โอ้โหนี่ We mrembo, mbona una shida? Usio namna hiyo. Afu haipendezi kwako. Mbona unakuwa na wivu? Au kuna kitu? Wewe ni mpenzi wangu. Jambo la muhimu nimerudi. Haya mengine achana nayo. Upuuzi. Yak. Oya Yak. Kwa mchija sak kem di ma. Inabidi uweze kufanywa check up. Inaonekana huko poa. Pitaki wewe. Si anamuitaga mbwa. Ngaje pen ba ka da. Kichaa cha mbwa kichaa ukipata pale unapoweza kung'atwa na mbwa kichaa. Inabidi uweze kuwa makini zaidi. Wewe sisi kwenda mali wote ni mpuzi nini? Naam wewe. Eti niwe makini kitu gani? Jiangalie mwenyewe. Yaki alipokamatwa na Hem. Sasa anageuka na kuweza kumwangalia Sky. Kwa macho fulani ambayo si ya kawaida. Na Sky pia aliweza kumwangalia Yaki. Sasa aliambiwa nini? Aliambiwa muue mtu huyu. Alipewa picha ya nani? Aliambiwa una wiki 2. Kama utaweza kumuua huyu mtu, mimi nitakuua wewe. Ndio maneno ya Hem. Hatimaye akaondoka. Ibona kazi ipo. Picha aliweza kupewa ni picha Sky. Anataka kumuua Sky ndani ya wiki 2. Na watu wanamuita huyu ni muuaji mwenda wazimu. Lakini ndo akili inaweza kuwasaidia wao kwa kila kitu. Sasa itakuwaje? Mwamba naye huyu yuko hospitali. Mtaalamu unaweza kumuita Resi kaja kumtembelea Kedi. Mwanamke ambaye alisababisha kifo cha mumewe. Na sasa yuko na binti yake na wanaishi maisha ambayo ni ya kimaskini sana. Kafika mlangoni kwenye ward. Aliwaza sana. Aingie na kwaje. Na atazungumza nini? Nawaza. Mtoto kaja. Wewe mbona unahitaji kuingia ndani? Mtoto akafungua mlango. Twende. Mama, kuna mgeni amekuja kutembelea hapa. Hii ni kwa ajili yako. Mtoto ni snacks anaziangalia amezitamani. Resi pia alitambua lile. Kaona isiyo kesi. Unahitaji? Ndio. Oho, niไงคะ
นมที่แม่ไม่ยอมซื้อ Mama, kila wakati unasahau kuweza kununulia mimi snacks, ila marafiki zangu wananunuliwa na wazazi wao kila siku. Samani, ฉันไม่ค่อยได้ให้อะไรเขาเหมือนเด็กคนอื่นนะคะ sije kumnunulia binti yangu vitu kama hivyo, ila akiweza kupata anakuwa mchangamfu zaidi. Grace kuna jambo analikumbuka siku mama alipokuwa akiweza kufanya mazishi ya mumewe, kumwaga majivu. Mtoto akamuuliza mama, คุณพ่อไปไหน baba yuko wapi? Kumbe baba ndio hivyo, ni marehemu, si mtoto ajui. Grace alikuwa kwa mbali. Hili ni jambo ambalo aliweza kulifanya na anajutia sana kwenye maisha yake. สารวัตรพิทักษ์บอกว่า Inspector Pitaki alisema kwamba ndio aliweza kusaidia maisha yangu. Nikushukuru sana. เขาบอกแบบนั้นเหรอครับ Ndivyo alivyoweza kusema hivyo, akamwambia ndio. สารวัตรบอกว่าคุณเป็นคน Alisema ndio mtu wa kwanza uliweza kunipata mimi. แล้วคุณก็พยายามทุ่มเท Na ulifanya kila kitu kuweza kumkamata mhalifu. ฉันขอโทษนะคะ Pia naomba samahani kwa ile siku, maana niliweza kupigia kelele sana na kuongea mabaya juu yako. สารวัตรมาบ่อยแล้ว Kwa inspector alikutembelea hapa? Ndio. ตอนที่ฉันยังฟื้นตัวไม่ดี Huwa anakujaga hapa na kuweza kucheza na ging. บ่อยค่ะ Huko anasubiria muda wangu mimi kuweza kupona. Na pia ameweza kuniahidi kwamba ataweza kununulia mdoli mwingine mpya. Ging. Ule mdoli wako wa zamani si nishaweza kuutengeneza? Unataka mdoli mpya wa nini? Huo wa zamani si nishaweza kuutengeneza? เดี๋ยว Sasa tukiachana na huo mdoli wa zamani, unaonaje kama nitaweza kununulia mwingine mpya? จริงๆหรอ Ni kweli namaanisha, naambia ndio. Pitaki alikutana na mchai. พี่เห็นรายงานนั่นแล้วใช่ไหม Hivi umeona ripoti? ไอ้หมอนั่นมันไม่ใช่มือมีดที่ฆ่า Sio mtu aliweza kumzuru Chok, kwamba kuna muuaji mwingine. Haijalishi hata kama hajamzuru Chok, kaua watoto wa watu wengine. Je, kuna sababu ya mimi kuendelea kuweza kumwacha akiwa hai? พี่ตัดสินใจไปแล้ว Kwani unaniuliza mimi ikiwa tayari umeshaweza kuseti akili yako? Huyu ni muuaji, the murder. Yupo jela. Anashangilia maji. Kuna jemba kadhaa zikaingia hapa ndani. Kwa jela si usalama kwako. Popote utakufa tu. Kuna mtu alipewa kijiti kilichoweza kuchongoka. Huyu naye lazima afe. Bwana we, unajiita tereni mada. Napenda maji. Alitobolewa. Ndivyo walivyoweza kumfanyizia. Malipo ni hapa hapa duniani, hukumu ni kwa Sagodi. Meisha hiyo. 13 ni kombe, sina la ziada, tukutane katika sehemu ya 14. Wanaita bad guys. Na moto bado unazidi kuyeyea, huyu hapa ni the king himself. Tukutane katika sehemu ya 14. Here we go.